leo nani mwingine anaweza kujua maumivu ya kutekwa kuliko yule ambaye ametekwa mwenyewe? Unajua, mimi jambo lolote likitokea muda wowote kama hiyo, basi mimi Salim nakwambia, na hapa kwa Mungu na sali, namtaja paka yule ambaye ametekwa, na mnamwombea kwa Mungu kwamba Mwenyezi Mungu basi utusaidie ili huyu kijana awe salama. Kwa hivyo mara nyingi unajua sisemi, lakini ndani ya moyo wangu nawaombea hawa watu. Salim walikuwa wananifunga mikono nyuma. Na wakikufunga nyuma manake hawezi kulala hivi, kwa hivyo lazima ulale kulia au ulale kushoto, na kwa kuwa walikuwa wananifunga na kunikaza basi ile blood circulation na blood flow ilikuwa napata tatizo. Kwa ukilala tu dakika 5 dakika 6 unaona mkono umekuwa kufaganzi. Nikijaribu kukaa, kwa nini kukuwa na ukuta fulani? Na unajua kwamba usipoweza kuona, Mungu ametujalia sisi wanadamu kwamba sensi zako zingine za kusikia na kadhalika na kunusa zinakuwa alerted zaidi. Kwa hiyo nilikuwa najua kulikuwa na ukuta. Kwa hiyo mara nyingine nilikuwa napenda hata nikae, lakini wakisikia tu mimi kidogo tu nimegeuka wanaanza kunitisha. Utakuwa kwa kulikuwa na mtu anakaa na wewe chumbani? Kulikuwa na watu wawili full time ambao walikuwa nakaa na mimi chumbani full time. Yani usiku walikuwa nalala, nilikuwa najua kwamba wanaenda wanafunga mlango, na baadaye wote wawili wanaongea kwenye lugha yao, mimi niko pale. Mimi kazi ambayo nilikuwa nafanya ni kwanza nilikuwa namuomba Mwenyezi Mungu. Nilikuwa namuomba Mwenyezi Mungu kwamba nitoke salama, lakini pia kwenye dini ya Kiislamu sisi tunasema tunafanya istighfar. Kwa unaanza kufikiria mabaya ambayo umefanya na unamuomba Mwenyezi Mungu akusamehe. Lakini nilikuwa najaribu kuto kufikiria familia. Kwa nini? Kila nikifikiria watoto wangu naanza kulia. Kwa hivyo nimeona kwamba hii kitu itaniweka pabaya na kitanivuruga kisaikolojia. Kwa hiyo nimejaribu sana kublock fikra ya kufikiria watoto au familia. Frustration ilikuwa imefika very high. Kwa nini kila mara walikuwa wakinitisha? Mfano wanaweka bunduki kichwani mwangu, wanasema utakuua. Ilifika mahali nilimwambia basi niue. Kwa nini? Kulikuwa na frustration, nilijua kwamba nisha give up na maisha. Kwa hiyo ilikuwa ni mtihani mkubwa sana.